Ni siku kadhaa zimepita toka yafanyike maandamano. Ilikuwa ni Oktoba 29, 2025. Ilikuwa ni siku ya uchaguzi mkuu Tanzania. Maandamano ambayo kimsingi yamesababisha uharibifu wa mali nyingi sana pamoja na hofu ya kupoteza mamia ya watu. Mpaka sasa serikali haijatoa kauli rasmi juu ya idadi ya watu waliojeruhiwa au kupoteza maisha katika maandamano hayo ambayo yalifanyika kwenye majiji makubwa nchini Tanzania kama vile Dar es Salaam, ambapo maandamano hayo yanatajwa kwamba yalianzia hapa, lakini pia Arusha, Mbeya, bila kusahau Mwanza pia amefanyika, lakini pia Geita amefanyika hayo maandamano. So watu mbalimbali ambao wana nguvu kwenye mitandao ya kijamii, watu maarufu wamekuwa wakiandika jumbe zao mbalimbali kuiombea Tanzania, kutoa pole kwa ndugu jamaa na marafiki ambao wamepoteza watu wao wa karibu au wameharibiwa mali zao. Lakini pia amani inapotoweka siku zote mambo mengi unakuta yanakwama kwenye nchi. Kama unavyofahamu kwamba tumekaa kwa siku kadhaa bila kuwa na internet Tanzania, na sasa dunia sasa inaendeshwa kwa internet, hivyo kukosekana kwa internet tukulipelekea vitu vingi sana kuyumba. So watu mbalimbali maarufu wameweza kuandika jumbe mbalimbali kupitia mitandao ya kijamii. Wale ambao walipata nafasi ya kuandika kiwa nje ya Tanzania waliandika pia jumbe zao. Lakini baada ya internet kurudi siku ya jana, ambapo Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan aliruhusu maisha kurudi kama kawaida ilivyokuwa huko nyuma. Ulikuwa unaruhusiwa kutembea mpaka saa 12 jioni, lakini baada ya hapo unatakiwa uendani. So jana aliruhusu kwamba shughuli zingine zinaweza kuendelea, hivyo watu wamerudi katika shughuli zao mbalimbali za kiutendaji kwenye nchi, lakini pia internet pia ikarudi. So nimeona mastaa mbalimbali wameandika jumbe zao kupitia ukurasa zao za mitandao ya kijamii, wale ambao wamepata nafasi ya kufanya hivyo. Nimeona alichokiandika Tanasha Dona kutokea nchini Kenya, ambaye yeye kimsingi ameandika ujumbe wa kutoa pole kwa ndugu jamaa na marafiki, na ujumbe wake ulikuwa unasomeka kama ifuatavyo. Of course aliandika kwa lugha ya Kiingereza, lakini mimi nitakutafsiria tu kwa lugha ya Kiswahili ili uweze kuelewa zaidi alichokiandika. Tanasha Dona ameandika: Tanzania nyumbani kwangu kwa pili, mwanangu, kabila pamoja na utaifa ni Mtanzania. Moyo wangu unauma kwa ajili yenu. Mmevumilia sana. Mwenyezi Mungu awape wepesi na aiponye nchi kwa ujumla. Na wapenda wa Tanzania wenzangu. Huo ulikuwa ni ujumbe wa Tanasha Dona kupitia ukurasa wake wa Instagram kutokana na kile ambacho kimetokea nchini Tanzania katika siku za maandamano. Lakini pia nimeona Mwijaku ameposti picha ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambayo picha hii kimsingi ilikuwa imeonyesha akiwa analia, akiwa analia. Hii picha sio itakuwa imetengenezwa au la, lakini Mwijaku ameweka posti hiyo kupitia Insta story yake. Lakini pia si hivyo, Mwijaku kupitia ukurasa wake wa Instagram ameposti video ambayo anasema: jamani, tusameheane tulipokoseana, uchaguzi umeshapita na sasa tuijenge nchi yetu. Unaweza kumsikiliza pia hapa Mwijaku akizungumzia baada ya uchaguzi kufanyika. Mwijaku alikuwa ni mtu ambaye yupo upande wa CCM, hivyo anasema kwamba yote yaliyotokea anaomba radhi kwa wale ambao wamekoseana kwa namna moja ama nyingine. Yes, na anasema kwamba tumeshapita kwenye uchaguzi, tusameheane sana na tuijenge Tanzania yetu. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ndugu zangu, tumeshamaliza masuala ya uchaguzi. Tuijenge nchi yetu. Ndugu zangu, najua tuna hasira, tuna chuki, tuna maumivu. Tusameheane. Tulipokosea sisi mtuzame, na sisi tumesamea mlipotukosea. Tuijenge nchi yetu sisi wote wamoja. We love each other. I love you Tanzania. I love you my people. There you go. Alhamdulillah. Lakini pia nimeona Rais, mmoja kati ya wasanii wa kongwe sana nchini Tanzania, ameandika kupitia ukurasa wake wa Instagram akiwauliza wasanii ambao wanaendelea kufanya promotion ya nyimbo zao kupitia mitandao ya kijamii, licha ya kwamba kumekuwa na hofu ya vifo vya watu wengi sana ambavyo vimetokea nchini Tanzania kutokana na maandamano. Na Rais ameandika kwamba wasanii mnaopromote au kufanya challenge za nyimbo zenu kipindi hiki, mnajisikiaje mioni mwenu? Hilo ni swali la Rais baada ya
ya kutokea kwa maandamano hayo. Lakini pia taarifa nyingine ambayo tuko nayo ni kwamba rapper Billnass, yeye kwa upande wake, ambaye ni moja kati ya wahanga ambao walivunjiwa ofisi zao pamoja na kuchoma moto ofisi yake ya Nenga Electronics ambayo ipo Sinza jijini Dar es Salaam. Billnass ofisi yake imechoma moto, lakini pia vitu vingi viliibiwa siku hiyo. Billnass yeye amejiondoa kwenye mtandao wa Instagram, na hii inatokana pia pengine na pressure kutoka kwa mashabiki wakimshambulia, wakiongea maneno mengi sana kuhusiana na hicho ambacho kimetokea. Wapo ambao walimpa pole, lakini wapo ambao wanasema kwamba safi kwa sababu nyinyi mlichagua upande mmoja na nini. Kama unavyojua mashabiki wamegawana katika itikadi za kisiasa tofauti tofauti. Wapo ambao wanashabikia Chama cha Mapinduzi CCM, lakini pia wapo wanaoshabikia vyama vya upinzani ambao wao wamekuwa wakiwashambulia sana wasanii ambao walipick side kwenda kufanya kampeni za Chama cha Mapinduzi CCM. Nimeona pia hata jinsi ambavyo watu na react baada ya Shilole kupoteza mgahawa wake ambao upo jijini Dar es Salaam. Shilole ni moja kati ya mastaa ambao wameathirika kutokana na vurugu ambazo zilitokea siku ya tarehe 29, siku ya uchaguzi, ambapo ofisi yake au mgahawa wake umeteketezwa kwa moto kabisa. Ukifika pale utagundua kwamba hakuna kitu kilichosalia, hadi mafriji, hadi makontena yote yameteketea kwa moto. Hivyo Shilole na kazi ya kuanza upya kutengeneza ofisi yake ya Shishi Food. Nimeona Angel Nyigu dancer, of course sasa hivi naye ameingia kwenye muziki akiwa kama anaimba. Angel Nyigu ameposti picha ya bendera ya Tanzania kupitia Insta story yake bila kuandika kitu chochote kile. Diamond Platnumz yeye anaendelea zake na challenge kupitia Insta story yake, kama vile ambavyo amehoji Rais kwamba inakuwaje msanii unaendelea kufanya challenges wakati kuna watu ambao wanatajwa kwamba wamepoteza maisha katika siku ya uchaguzi. Ukiwa kama kioo cha jamii unakuwa na maanisha nini? Nimeona Vanessa Mdee pia ameposti video kupitia Insta story yake, ikiwa ni video ya Rais Samia Suluhu Hassan akiwa anaapishwa jijini Dodoma siku ya jana, ambapo Vanessa Mdee akaandika, "Nitawatendea haki watu wote. What a contradiction, uapisho bila raia." Naelewa yeye amehoji tu kwamba inakuwaje rais anaapishwa bila kuwepo kwa raia. Of course sometimes mambo ya kiusalama zaidi ambayo atakuwa amezingatiwa hapa kuhakikisha kwamba zoezi hilo linatimia kama vile ambavyo lilikuwa limepangwa na limefanyika katika ulinzi mkali sana, na hakuna raia ambao waliruhusiwa kuwepo katika uapisho huo, zaidi wasanii na watu wengine ambao walikuwa selected. Sio kama vile ambavyo imezoeleka kwa wananchi kwenda kuhudhuria katika uapisho wa marais ambavyo imekuwa kifanyika kwa ujumla nchini Tanzania. So ndio hivyo, tunaendelea kupa update mbalimbali ya vitu ambavyo mastaa mbalimbali wataandika kupitia kurasa zao za mitandao ya kijamii, lakini pia tunatoa pole kwa ndugu jamaa na marafiki ambao wamepoteza jamaa zao, lakini pia wale ambao wamepotelewa na mali zao, lakini pia waliojeruhiwa. Mwenyezi Mungu aweze kuwaponya, waweze kurudi katika majukumu yao ya kila siku.